Kajiado, moja ya kaunti kame inayokumbwa mara kwa mara na ukame nchini, sasa inanufaika na mpango wa kisayansi wa uzalishaji wa mifugo unaolenga kuongeza idadi ya mifugo kupitia matumizi ya teknolojia ya homoni, huku kaunti 4 nyingine zikilengwa katika awamu zitakazofuata. Nancy Kering anaarifu. Huku baadhi ya kaunti nchini zikikumbwa na ukame mkali, kaunti ya Kajiado ikiwa miongoni mwa kaunti kame ambazo hukumbwa mara kwa mara na changamoto ya ukame. Wataalamu wa utafiti wa vinasaba vya mifugo kwa kushirikiana na Kenya Red Cross Society wameanzisha mpango wa kuwapa wafugaji mafunzo ya kisayansi ya kuongeza mifugo kwa haraka kupitia matumizi ya homoni maalum. Today we are synchronizing cows and inseminating them. We are using a synchronization protocol called 7-day co-sync, where we are going to use CIDR and hormones associated with that are GnRH and PGF2 alpha. This technology of artificial insemination and also synchronization can be replicated elsewhere in the country. It's not only in Kajiado. We are currently working with Baringo County, Tana River County, West Pokot County and Kajiado. Katika eneo la Lenkishon, Kajiado ya Kati, wafugaji wamejitokeza na ng'ombe wao kushuhudia maonyesho ya teknolojia hiyo inayojulikana kama usawishaji wa joto. Mbinu hii inahusisha kuweka homoni kwa ng'ombe ili kuwawezesha kuingia katika hali ya joto la uzazi kwa wakati mmoja, hatua inayorahisisha uzalishaji na kuongeza idadi ya ndama wanaozaliwa kwa msimu mmoja. This program on gene improvement, breed improvement is one of our investments as an institution to support our communities, enhance their livelihoods. It is part of our partnership with the government of Kenya on a 3-part program on livestock sector development and improvement, which is to improve fodder and fodder availability to our communities, to enhance the breed and improve the breeds of our animals. Kupitia mbinu hiyo, wafugaji wataweza kupanga uzalishaji wao kulingana na msimu wa mvua na upatikanaji wa malisho, jambo muhimu hasa katika maeneo kame kama Kajiado. Tumefurahia hii teknolojia kwa sababu inatusaidia sana kuadapt hii mambo ya climate change. Kama vile mtu akitaka ng'ombe nyingi ipate mbegu kwa mara moja, inawezekana. Sio kama ile mbinu ya zamani ambayo tunatumia ndume. Aidha, matumizi ya mbegu bora kwa njia ya upandishaji wa kisasa yatachangia kuboresha kizazi na kuongeza thamani ya mifugo. Mimi niko na ng'ombe, nilileta ng'ombe karibu 15 ambao wameweza kufaulu, wamepita. Kwanza ni mtihani, ng'ombe anaangaliwa kama ishapata dume kabla na zikawa hazikupata, hazina ugonjwa yeyote na zimeweza kupewa. Sasa tunangojea baada ya wiki moja ndio mbegu yenye kamili ndio itakuja kupewa. Idara ya kilimo ya kaunti ya Kajiado pamoja na viongozi wa eneo hilo wamesema kuwa kaunti hiyo ilipoteza mamilioni ya mifugo wakati wa ukame iliyodumu miaka 4. Kajiado lost a lot of animals, both cows and shots, that's cows and goats and sheep. And we lost a lot of money for a community that depends on these animals, for children to go to school, food to be put on the table and for health care for every family. Mpango huo sasa unatarajiwa kupanuliwa zaidi katika kaunti zingine ili kuhakikisha wafugaji wengi wananufaika na teknolojia hiyo ya kisasa. Kaunti ya Kajiado ni mojawapo ya kaunti ambayo imeweza kupata ukame kwa muda mrefu, na kwa sasa kaunti hii imeweza kupata mradi huu ambayo itaongeza manufaa kwa ufugaji wao. Nancy Kering, runinga ya Citizen, Lenkishon, Kajiado ya Kati. Baada ya taarifa hiyo tunakwenda mapumzikoni kidogo, tutarejea hivi punde.